Habari za wakati huu na karibu sana katika Hello Weekend. Jina langu ni Betty Omara na niko na mwenzangu Mercy Mbaya. Na hakika kama ambavyo tunajua, siku ya Jumapili tunakuwa hapa kwa ajili ya kuzungumzia changamoto ambazo zimewakumba wenzetu katika safari ya maisha. Na leo hii hasa tutazungumzia hasa kuhusiana na safari baada ya ulemavu. Safari mafanikio katikati ya ulemavu, ambapo tunaweza kutazama pia namna ambavyo watu wanaweza kufanikiwa licha ya kwamba amepata ulemavu katikati ya safari yake ya kimaisha, lakini pia akatumia kipaji chake kufikisha ujumbe katika jamii kwa ujumla. Lakini bila ya kusahau yote haya, tuko na mgeni ambaye ni Rodrick Nabe, ambaye ni mshauri pamoja na mwelekezi wa stadi za maisha, ili kuweza kuzungumza naye, kutazama naye kisa, lakini pia kuzungumza baada ya kuona kile ambacho mwenzetu amekipitia katika maisha na kuweza kumhamasisha yule ambaye ana changamoto ya aina hiyo ili aweze kujiendeleza katika maisha yake. Mercy, uko salama? Niko vizuri. Najiandaa kusikiliza simulizi, kutazama simulizi na kujua kile ambacho kimeendelea kabisa ya John Joseph maarufu kama JJ, sauti ya mibaraka. Kama ni mtumiaji wa mitandao ya kijamii, unaweza kuwa umekutana naye au umepita sehemu kama umeshakutana naye. Tumefurahi kuwa na wewe Nabe kwa siku hii ya leo. Tutafakari pamoja ambapo tunaweza tuangalie mafanikio katikati ya ulemavu. Maana tunaambia kila sehemu ina fursa yake na namna ya kuweza kuitumia. Lakini kabla tujasikiliza safari hii, tutakubaliana sote kwamba ukiwa na imani na ukao unamwamini Mwenyezi Mungu, basi kila kitu ambacho unakifanya kinaweza kufanikiwa. Si ndio? Hakika. Yani kile utakachokuwa unaweka mkono wako, basi na Mungu naye ana kibarikia. Mimi ni marasimu zangu ni Betty na tupo na Rodrick Nabe, ambao tutatafakari kwa siku ya leo simulizi inayoletwa kwako na Angela Mondi, anayetukutanisha na JJ, sauti ya mibaraka. Tupate nafasi sasa ya kusikiliza na kuitazama simulizi hii. Karibu sana Angela. Jamani, karibuni sana marafiki zangu kutoka Azam TV. Kutana na John Joseph almaarufu JJ, sauti ya mibaraka, ambaye ni mtaalamu kada ya saikolojia. Licha kutokuona, kwake si kikwazo kutimiza ndoto. Wanaona waongozwa na asiyeona. Kaka wewe Makulwa, mimi ni mwanasaikolojia niliyebezi zaidi kwenye engo ya elimu, kufanya guidance and counseling kwa wanafunzi wanaojishughulisha na masuala mazima ya muktadha wa elimu. Lakini pia nimebezi kwenye masuala mbalimbali hata ya afya ya akili, pia mental health. Nipo hapo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba marafiki na wanaoishi katika sayari hii ya dunia wanakuwa na maisha mazuri, kwa sababu sisi wana saikolojia tupo kwa ajili ya watu. Sisi tunatoa huduma for the people. Na ndio maana tunasema kwamba saikolojia ni human behavior na mind za watu. Kwa tunadili pia na tabia za wanadamu. Kwa ndio maana tupo sisi wana saikolojia. Kwa kujibu tu kwa kifupi ni kwamba tunahakikisha kwamba dunia pia inakuwa salama kwa uwepo wetu, kwa sababu tunashughulikia mambo yote ya afya ya akili, mambo ya mahusiano pia tuna chip in. Unajua tena mahusiano yanasumbua vijana wengi sana. Kwa hiyo tunasaidia kuhakikisha kwamba tunaweka taaluma yetu hapo ili watu waendelee kuifurahia dunia. Fawe wangu. Talanta ya uimbaji alionayo imekuwa ni mojawapo ya nyenzo anayoitumia kufikisha ujumbe wa matumaini kwa jamii. Ni wahubiri watoto wako. Maono yangu ni kuwatumikia Watanzania kwenye level kubwa, kuwatumikia Watanzania kwenye level ya huduma ya muziki. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu pia, niliseme pia na hili kupitia jukwaa la Bongo Star Search. Pia mwaka jana nilishiriki pale, lilini expose pia kwa Watanzania chini yake Madam Rita. Kwa hiyo ninawashukuru watu wa BSS walini expose kwa Watanzania, lakini pia serikali bado ikaendelea kuni expose kwenye mkutano mkuu wa CCM, ikanipa nafasi nikaenda, bado nikaendelea kuonekana kwa Watanzania. Ndoto yangu kubwa ni kuwatumikia Watanzania ikiwezekana kwenye ngazi za maamuzi, kwa maana ya kuwatumikia Watanzania hata mjengoni, ingia pale bungeni nikapeleka hoja za Watanzania kwa ujumla,
either wenye ulemavu na ambao hawana ulemavu, lakini pia kwenye kada ya kuimba ni watumikie kwa Watanzania dunia nzima. Kuna mwanamuziki mmoja anaitwa Ruben Kigame pale Kenya, anafanya vizuri sana na ni mwanamuziki asiyeona kama JJ kama mimi, lakini he's doing good, na mimi amekuwa ni role model wangu. Naamini na kupitia yeye anani inspire, na naamini nitafika, na kwa serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naamini inaweza kufanya pakubwa kutimiza vision yangu. Natamani nikiwa hivi sioni ni wa inspire vijana wa kawaida, ni wa inspire watu wenye ulemavu wa kawaida, lakini pia nionyeshe kutokuona si lolote si chochote, ukiwa na confidence, ukiwa na elimu, kibali cha Mwenyezi Mungu, uwezo wa kuyapambanua mambo, basi watu wanamtukuza Mungu kupitia mimi. Nadhani nikisema nimekwama nitakuwa siko sahihi. Nadhani ninaelekea pazuri. Niko kwenye right way, na Mungu ni mwema. Mungu atayatimiza haya. Hakuna ijuaye kesho. JJ alizaliwa akiwa anaona, lakini katika kuzendea hatua na nyakati za maisha akapoteza uoni. Nilizaliwa nikiwa naona vizuri, lakini nilipofikisha miaka 5, 6 macho yangu yakaacha kuona kwa sababu ya sulua. Niliugua ugonjwa wa sulua mwanzoni mwa miaka 2000. Kwa baada ya kuugua ugonjwa wa sulua mwanzoni mwa miaka 2000, wazazi wangu wakaanza kutafuta namna ya nikisema burudani inawezekana sure. Niko kuna msaikolojia uko sahihi. Yes, pengine ni yapi ambayo unapenda kufanya kwenye ample time? Napenda sana kusikiliza radio. Asiyeona, sisi wengi tusiona tunapenda sana kusikiliza radio. Na mimi napenda kusikiliza radio, by the way, napenda kusikiliza sometime soka likiwa linatangazwa pale, mimi napata burudani. Timu gani unaipenda? Mimi mnyama. Mimi ni mtu wa ubaya ubwela. Kwa hiyo nadhani watani wetu wanajua nini tumekipanga msimu huu. Kwa hiyo na ni mchezaji gani hasa unavutiwa naye? Christian Lionel Atebambida. Ni striker mmoja hatari sana. Pamoja na Steve Dese Mukwala, bila kumsahau Eli Mpanzu. Kwa ni miongoni, bila kumsahau Baba Esther, Show Me The Way, Shomari Salum Kapombe. Kwa nini unapenda hapa? Wako vizuri, wakikamata mpira unaona kabisa wana dribble, wanapita kwenye maeneo, wanatoa assist, wanamwaga cross za kutosha. Kwa hiyo mambo yanaenda uzuri. Sasa ni wewe hauoni. Na unafikiri hiyo inakunyima raha au inakuongeza? Nikisema inaninyima raha nitakuwa siyafurahii maisha. Unajua, ukiwa na ulemavu fulani kisaikolojia, ukianza kuji-undermine mwenyewe personal, inakuwa inakudemoralize mwenyewe individually. Unaelewa? Kwa hiyo unatakiwa uanze kujipa nguvu kabla ya kupewa nguvu na dada Angel. Uanze kujimotivate wewe mwenyewe kwamba mimi najikubali. With regardless sioni, lakini I am super. Hata nikipewa nafasi yoyote ile naweza nikawajibika kwayo. Kwa sababu usipojikubali, hata mtu anaona sana kimuita JJ atakuja kweli kuimba, ataweza kweli kupanda kwenye stage. Unaelewa? Kwa mambo yanakuwa mengi, kwa lazima wewe individually uwe na highest level of self acceptance. Ujikubali kwa kiwango cha juu.
Yes. Na mimi naipenda hiyo kwa sababu inani-inspire na inanifanya hata kama nikisikiliza kwa radio na kwa kama ninyi mnaona tu. Kwa sababu nikianza kusema sifurahi na nini, itakuwa inaninyong'onyesha kwa sababu nitakuwa nahisi kama labda upofu wangu au kutokuona, nimetumia neno kali kidogo. Lakini yote kwa yote lazima ujikubali. Hata kama unapitia changamoto ya maradhi, changamoto yoyote ile kiafya, kujikubali ni dawa, na kisaikolojia tunasema self acceptance ni tiba tosha. Yeah. Asante sana JJ. Tuje kwenye upande pia wa tuseme namna ambavyo unaweza kuyakabili maisha ya kila siku. Yeah. Pia kula gani unapendelea? Kwa asubuhi pengine mitikasi tunasema vijana. Namna ya kuyakabili maisha, namshukuru Mungu, nafahamiana na watu wengi hapa mtaani Riverside, na mimi ni mpenzi sana wa matunda. Na mimi hata ninyi mmeingia humu mmekutana na matunda. Yaani vitu vyangu pendwa, lakini kwa masuala ya misosi napenda ugali. Ugali samaki, nyama sipendelei sana, lakini ubwabwa pia au pendelea. Ubwabwa pia, lakini unajua usukumani kakipikwa ka ubwabwa na ka ugali kawepo. Sasa lakini hivyo ni vyakula vyangu pendwa sana. Matunda kwa wingi, napenda maji sana. Umeona hapo kuna chupa za maji ziko hapo. Kwa mimi napenda sana hivyo vitu. Yeah, of course. Lakini kwa ujumla maisha tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaendelea kuvuta subira, maana ndivyo tumemaliza. Tunaamini serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Comrade Samia Suluhu Hassan itafanya namna kwa sababu iko katika progress za kuendelea kutoa ajira kwa Watanzania, na sisi ni miongoni mwa vijana tuliohitimu. Kwa hiyo naamini serikali yangu, ninaamini italifanya hilo swala ili iweze kutoa ajira kwa Watanzania. Pengine katika hali hii JJ, kuna jambo ambalo limewahi kutokea ambalo hutaweza kulisahau, kusema ni hili bwana. Hali gani limeacha alama kwangu, pengine kutokana tu na hivi nilivyo, limekuwa ni sababu au na vitu kama lipo moja tushare pamoja leo. Mambo yapo mengi. Labda nikiwa mtoto tu, zile personal bullying, kule kunyanyapaliwa kutokana na hali ya kutokuona. Kuna mtu tukiwa wadogo unakuta tu mtu anakuchokoza tu, anakutania, au unakula umeweka hapa msosi afu unakula pale umeweka na mboga. Kule shuleni tunasoma anatoa mboga unachovya chini sometimes. Hizo mambo tumezipitia, na hizo mambo huwa zinamkera sana mtu asiona. Akifanywa personal bullying ama unyanyapaa kwa sababu ya situation yake, huwa anakeleka to the level ya kufika kufikiria kwa nini ananifanyia hivi, au kwa sababu sioni. Ndio mambo yale. Lakini pia kwenye mahusiano pia nimewahi pia kupitia majambo, kwa hiyo kuna namna pia yaliniumiza, nikaanza kuwaza kwa nini amefanya hivi au kwa sababu hivi. Lakini mwisho wa siku nikaja nikasema, kama wanaona wanaumizwa, kwa nini mimi pia nisipitie huo mchakato wakati ni binadamu? Kwa hiyo binadamu unayapitia yote hayo, na mwisho wa siku kisaikolojia tunasema hayatakiwi kukaa sana akilini, maana yakikaa sana akilini hautaenda mbele. Kwa hiyo yanapita, yanakuachia somo, then you move on. Zungumze kwanza. Kuna mambo unajua ukipita mtaani bwana, kila mtu anaongea lake, au mara mtu sijui hata sio na kilala kama black and white. Pengine ujiambie kwa upande wako, nyinyi mnapolala ni kweli mnaona black and white au ni watu, au nyinyi kwenye upande wa ndoto mnahitaji? Kwanza niliseme hili, watu wenye ulemavu wa kutokuona, wasioona kama mimi, tunaota ndoto vizuri kabisa. Ninaweza nikaota ndoto labda nimemkumbatia binti fulani, ninaweza nikaota ndoto labda nakimbia, ninaweza nikaota ndoto nasoma, ninaweza nikaota ndoto nakula, ninaweza nikaota ndoto nimekaa na washikaji tunapiga story, unaelewa? Ninaweza nikaota ndoto nimekaa nasikiliza radio. So tunaota kama watu wengine, ila nikiota ndoto ninaiota in form of audio dream. Kama nilivyokaa na wewe dada Angel, hata nikiota nitaota hivi. Nitaota niko na kina Zakaria, niko na kina Ebeneza, niko na dada Fatuma na wewe, nitaota niko hivi. I don't see anything, sioni chochote. Kwa hiyo naota ndoto kama ndoto with my situation ya kutokuona. Haimaanishi kwamba nikiwa sioni mchana eti nikiota ndoto usiku ndio niote nikiwa naona. No, ninaota vile nilivyo. Kwa kama nitaota nakimbia nikajikwaa, nikaanguka huko, nitaota vile nitakimbia nitajikwaa. Kwa hiyo tunaota kwa namna. Na Mungu kwanza. Mungu awe kwako wa kwanza. Ukiwa na Mungu kwanza atakusaidia kuratibu plans zako. Kwa sababu mwanadamu usipowaza hauwezi ukafanya jambo lolote.
Ninaamini wewe kabla ya kuwa mwandishi wa habari uliweka kwenye idea. Ukatengeneza ideology. I want to be the maybe radio and TV presenter. Sio? Nataka niwe mtangazaji, lakini uliweka kwenye akili. Vijana wengi hatupendi kuwa na self and personal contemplation. Hatupendi kufanya tafakuri ya kuumiza akili. Nataka niwe hivi, nifanye nini? Unaona, tunaishia kusikiliza muziki, kutazama mipira. Sikatai muda wa leisure uwepo, lakini pia uwe na muda wa personal contemplation, wa kutafakari, kuyatafakari mambo na kupangilia kipi ufanye na kipi usifanye. Ujipe nguvu mwenyewe, ujiamini kwamba ninaweza. Ikiwa wengine wameweza na wana kichwa kimoja kama mimi, kwa nini mimi nisiweze? Kwa vijana wengi tunajidisappoint wenyewe, tunajikatisha tamaa wenyewe, lakini leo nitoe wito kwa vijana, na wakiusikia huu waamini na watabatizwa. Kubatizwa ni wao kufanya maamuzi ya kuyafuata yale wanayoyaamini. Kuwa na mpango thabiti, kuwa na idea thabiti, kuwa na Mungu, kuwa na focus, kuwa na imani, kuwa na mtazamo chanya. Wana saikolojia tunasema kuwa positive. Unajua ukiwa positive inakusaidia sana. Uwe chanya. Unafikiria tu vitu vibaya. Wewe kile unakukicha unafikiria tu kitu kibaya. Unafikiria tu mtu aliyekukwaza hutaki kuachilia. No, forgive, achilia mambo yaende ili wewe uweze kupata muda mzuri wa kuweza kufikiria vitu vikubwa na uweze kuviachieve, lakini uwe na maono, uwe na ndoto, uwe na mambo yajayo. Mungu atakusaidia kuyaratibu. Asante sana JJ. Kwa wakati mwema kukutana nao. Sahihi. Upande wangu nimeweza, labda kama kuna kitu utamani kuulize, sijakuuliza. Nadhani mengi tumeyazungumza. Nipende tu kuwapongeza ninyi Azam TV kwa ujumla. Tumekuwa wafuatiliaji wakubwa wa Your Radio pale. Fikisheni salamu kwa kina Hassan Vula, kina Godfrey Mwamnyanyi, wengi pale wa sports, kina Baraka Edson Mpenja, akisherehesha kidogo jimba limejae. Anyways, lakini mambo ni wengi, kwa hiyo mtufikishie salamu huko, na tunaendelea kuipongeza pia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kudumisha amani. Ndio maana leo ninyi mmefika hapa, mko vizuri, mna furaha. Namuona pale Zaka anatabasamu, Fatma anatabasamu, Ebeneza anatabasamu pale, anashindwa tu kucheka kwa sababu yuko kwenye kamera. Kwa hiyo naona mambo ni mazuri, amani kwa kweli inalindwa na Mungu wetu ni mwema. Na niendelee tu sihi vijana wenzangu wenye ulemavu, tuthubutu. Changamoto kubwa inayoturudisha nyuma ni kuthubutu. Kwa mfano mimi nimekaa mwenyewe, lakini nimekaa mwenyewe kwa sababu nilithubutu, nikasema mimi naweza nikakaa mwenyewe, company nitaikuta kwa washikaji watakao kwa wananizunguka, sio? Lakini kaweza kukaa. Kwa hiyo kijana mwenye ulemavu na kijana yote usiye na ulemavu, kuthubutu ni dawa tosha ya kuyafikia mafanikio yako yoyote yale ulionayo. Try to do things, jaribu kufanya mambo kwa ukubwa na Mungu atakusaidia kuyafanya kwa ukubwa. Nikushukuru sana dada Angel, na niwashukuru wote Azam TV kwa ujumla. Bwana awabariki sana. Asante sana JJ. Nashukuru sana. Asante sana. Labda niwaache na kibao changu kimoja ambacho nimekiachia juzi. Ulemavu sio laana. Nimekiachia juzi tu. Hiki ndicho wimbo wangu pendwa sana kwa kweli. Na sijui ni kwa nini. Upo pale YouTube ya JJ Sauti ya Mibaraka. Mungu amewaruhusu watu wenye ulemavu duniani wamtukuze Muumba wao kwa kazi wanazozifanya. Ulemavu sio kushindwa, wapewe nafasi, tutaona imani yetu na vipaji vingi alivyowapa Muumba wetu kweli. Wanaweza wapewe nafasi, uongozi, utangazaji, elimu ya biashara, ujasiriamali, wanaweza kweli. Kibao changu pendwa sana. Ya ulemavu sio laana, kinafanya vizuri pale mjini YouTube. Na mimi ndio nimepita na kina sign language, kina lugha ya kina lugha za alama. Nimekitafsiri kwa lugha ya alama pale. Nimekuwa interested sana. Nyimbo zangu za video nimeziweka kwa lugha ya alama. Ili na wenzetu wasiosikia waweze kubarikiwa. Hongera sana. Nina vibao vingi pale, vipo kama 6, video zipo 2. Nilioimba hiyo ulemavu sio laana, acha juzi, na nyingine inaitwa Nitume hivi nilivyo. JJ, tunakushukuru sana kwa kuungana nasi hii siku ya leo. Asanteni sana. Washukuru wote Azam kwa ujumla, chini ya mwekezaji mkubwa Said Salum Baklesa. Wote kwa ujumla ni washukuru sana, na ninyi mmenithamini. Hakika huu ni upendo wa agape kwa crew nzima ya Azam. Ni washukuru sana. Kwambie tu, disability is not inability. Asante sana, na hii ni Hello Weekend. Jina langu ni Angela Mond.
Shukran sana Angela kwa kutukutanisha na sauti ya mibaraka John Joseph maarufu kama JJ, ambaye amezungumza na sisi hapa kwa siku hii ya leo na ametuburudisha pia kwa sauti yake ya mibaraka, na tumepata nafasi ya kuitazama safari yake hii, kumsikia katika simulizi yake. Tutafakari sisi pamoja na wewe popote pale unapotutazama. Nambari yako ni 0763809770. Tutumie ujumbe kile ambacho umejifunza kupitia safari hii. Tutumie ujumbe kile ambacho ungependa kuzungumza kupitia safari yake JJ, sauti ya mibaraka. Lakini kama unataka sasa akatumbuize sehemu yoyote ile, anakuambia yeye yupo flexible, si ndio? Hata kama sio Dar es Salaam, anafika sehemu yoyote ile. Namba yake ni hiyo hapo ambayo unaiona, namba yake. Mawasiliano ya John Joseph, ukitaka kukutana naye au unataka katumbuizi, kama unakuwa na sherehe au kuna deal lolote. Unajua sasa hivi mjini tunapeana deals. Kama kuna deal, unaona ili deal John analiweza kabisa, basi nambari yake hiyo hapo, upate nafasi ya kuwasiliana na baadaye tutakapokuwa tunaelekea ukingoni, pia tutaitaja tena namba yake. Betty, na nimekuona kuna muda ulikuwa unatamani kuwa soloist. Yaani akiwa amepanda ulemavu sio, kuna namna kama ulikuwa unataka kudakia. Yani niwe na sauti ngapi ukiingia kwenye bendi yake? Mimi nitakuwa tu back vocal. Wewe ni wale ambao au utakuwa washereheshaji hapo. Unasema Amina, kwa kweli upo nacho nikipaji kabisa. Tupo na Rodrick Nabe, ambaye huyu ni mshauri mwelekezi wa stadi za maisha, tunayetafakari naye pamoja. Kumbuka tulikwambia na wewe unaweza kupata nafasi ya kutafakari. Nimeona baada ya kumaliza kwa jinsi alivyo, yeye ni mlemavu, wengi ukimaliza kusikiza simulizi yake unakuwa hivi umesikitika, lakini huyu kwake imekuwa ni tofauti kabisa, ambapo tumekuwa tukicheka katikati na kutamani hata kuketi naye ili kuweza kuzungumza naye na kumsikia, yani ukiwa live kabisa kwamba hey, imekuaje, kwa hiyo inakuaje. Na nimependa pale ambapo alizungumzia ndoto. Yani kwamba mimi nilitaka nijue anaota kwa anaona nini, labda anapata picha gani, lakini anasema anaota kwa kusikia. Kama ilivyo. Na wewe nadhani ulikuwa unasema sio anaona kwa picha. Mimi nisema naona kala, yani kivuli. Kunakuwa na rangi au unakuwaje, lakini anasema anasikia. Kwa hiyo kwa kweli simulizi yake imenigusa, lakini pia amenifurahisha kwa sababu ni mchangamfu. Lakini Rodrick, labda tuanzie hapa. Ndio. Tumeona tuanzie katika labda wewe usummarize kwanza kile ambacho amekizungumza Joseph, alafu tutarejea katika hali za kawaida huko. Kwa actually Angela ameimaliza pale kwa kusema disability is not inability. Kwamba ulemavu sio hali ya kushindwa au kutokuweza, na ndio kitu ambacho watu wenye ulemavu wengi wanacho, kwamba wanaamini kwamba mimi ni mlemavu wa miguu au mlemavu wa ngozi au kwa hiyo mimi siwezi kufanya kitu. Na nimepata nafasi kwa miaka kama 3 iliyopita, nimepata nafasi ya kufanya kazi na taasisi mbalimbali za watu wenye ulemavu. Na nimekuja kugundua kitu ambacho 99% ya watu wenye ulemavu hawana, nimekiona kwa JJ. Positivity, ile energy. Yani mpaka unajikuta kwamba hutaki kuachana naye, yani unataka umsikilize, huwezi kuchoka kukaa na mtu wa namna ile. Na kwenye dunia hii nguvu au energy unayoenda nayo kwa watu ndo wanakurudishia energy hiyo hiyo. Kwa hiyo ukienda kwa kunungunika, kuna vijana ukikutana nao barabarani wanatembea kama vile ni mazombi. Yani wanasubiri kuzikwa tu. Kisa tu labda hana chakula cha asubuhi au hana ajira, unaona? Sasa bado hajafika kwenye ile hali ya JJ ya kupoteza uone. Unaona? Lakini energy alionayo unamsalimia, yana anakusalimia kama vile yani hana nguvu kabisa. Lakini angalia jinsi JJ energy alionayo. Kwa unajikuta kwamba hata kufanya naye kazi ni rahisi, kwa sababu unaona kabisa huyu mtu ni positive minded. Yani huyu mtu ana mtazamo chanya. Na ndio watu ambao tunataka tufanye nao kazi. Yeye hajaangalia kwamba sioni au na ulemavu wa kutokuona, lakini he's positive kwa sababu kwenye kitabu cha mwandishi mmoja anaitwa Robert Schuller. Kitabu chake kinaitwa Tough Times Never Last, but Tough People Do.
Yaani mazingira magumu au hali ngumu haiwezi kudumu, lakini watu wagumu wanadumu. Ukiwa mnyonge. Sasa unaweza ukaona JJ. JJ amekuwa mgumu toka miaka 5. Aliona kwa miaka 5 tu au miaka 6. Sasa kuwa ngangari miaka hii yote ndio mpaka sasa media kubwa imeanza kumuona. Umesema ulimuona kwenye BSS, unaona? YouTube yupo. Kwa sababu gani? Hali yake hiyo yeye ameizidi. Uwezo wake wa kuamini, amezungumzia swala la imani na mtazamo chanya. Pale ambapo unasimamia hivyo vitu, utajikuta kwamba ile hali ambayo inakupitia, yani wewe lazima tu izidi. Yes. Okay, sawa sawa. Tukiangalia kiuhalisia kwamba kwenye maisha ambayo tunaishi, kuna mtu yani kufanikiwa kufanikiwa kwenye maisha ya kawaida ni kazi. Yani mtu hana ulemavu wa aina yeyote, lakini struggle tunajua. Yani tunajua kupambana jinsi ambavyo kupo. Yani mtu unapambana kweli kweli, na kuna mwingine anaweza kama amefikia umri ambao anasema huu ni wa kujitegemea, lakini bado hajafanikiwa. Bado anabidi ategemee ndugu, jamaa, marafiki. Hana ulemavu wowote. Lakini je, huyu mwenye ulemavu tunaweza tukaona yeye kwa hiyo anakuwa na changamoto mara mbili. Yani kwenye jamii yetu kufanikiwa ni kazi kwa mtu ambaye hana ulemavu, lakini mwenye ulemavu anakuwa na changamoto mara mbili. Kwanza mazingira ni magumu kutoboa, alafu tena pia yeye anakuja kuwa na ulemavu. Na ndio topic yetu hapa, tunaangalia kwamba mafanikio katikati ya ulemavu. Ni vitu gani vinaweza vikamsaidia huyu mtu mwenye ulemavu, kama au ndio tuseme ndio kanuni sasa hizo katika yeye kufanikiwa. Mazingira ni magumu kwa wote, alafu tena wewe una ulemavu. Kitu cha kwanza kabisa, na hiki nawaambiaga watu kwenye semina zetu kwamba usipojiamini wewe, itakuwa ngumu sisi kukuamini. Yani imani yako ianze kwako. Kuna watafiti wamewahi kusema kwamba ukiambiwa hapana moja, unahitaji ndio 17 kubadilisha, kudilute ile hapana moja. Na kweli hapana ina nguvu. Ni kwa nini hapana ina nguvu? Yani hapana ina nguvu kwa sababu yani ukishakatishwa tamaa, unahitaji watu 17 tena wengine wakutikise na wakupige na vibao. Ile hapana iweze kuondokana, iweze kutoka kwenye akili yako. Sasa wewe ukishaamini kwamba mimi naweza, wataalamu wanasema kwamba hata watu 1000 waje waseme huwezi, wanapoteza muda wao. Hata majeshi na majeshi yaje, wewe ukishaamini kwamba mimi ni mzuri, hata wakikwambia wewe ni mbaya, yani hawawezi kubadilisha mtazamo wako. Lakini watu 1000 wakija wakakwambia kwamba wewe ni mzuri, ndani yako umekataa, tunapoteza muda. Ni ngumu sana. Kwa hiyo inaanza na wewe, na ndio kitu ambacho JJ ametufundisha hapa. Yeye amejiamini kwamba mimi naweza, pamoja na hali yangu naweza. Kwa hiyo watakao nikataa, shauri yao, na wasamea, I move on. Lakini sasa hii labda Rodrick tunasema hii ni personality ambayo ni tofauti sasa. Maana katika hali ya kawaida sisi wenyewe tunakuwa ni tofauti. Kwa hiyo inategemeana na mtu alivyo. Of course inategemeana na mazingira uliolelewa. Na ndio maana kitu cha pili, ukiachana na wewe kuamini, kitu cha pili ni kuwa na Mungu. Sasa Mungu yoyote ambayo unamwamini, wewe ni Muislamu, wewe ni Mkristo, wewe ni Buddha, wewe kwa dini yako yote, lazima uwe na nguvu ya juu unayoiamini, na unaelekeza maombi yako, unaelekeza ndoto zako ili hiyo nguvu iweze kukusaidia. Ukikosa hiyo nguvu, yani utajikuta kwamba ni rahisi sana kukata tamaa. Na ndio maana unakuta kama mtu hana sehemu ambayo anaelekeza imani yake, hao ni watu ambao ni rahisi sana kukata tamaa. So it's not about dini. Yani hatuzungumzii dini hapa, Uislamu au Ukristo. Tunazungumzia nini unachokiamini, kwamba hiyo ni nguvu ambayo inanizidi mimi, pale ambapo nitakuwa nimefika mwisho wa uwezo wangu wa kufikiri na uwezo wangu wa kuamini kwamba inawezekana. Nguvu gani ambayo naweza
nikaigusa iweze kunipa matumaini ya kusonga mbele. Kwa hiyo peke yako hautoweza, lakini ukiwa na hiyo nguvu ya juu, unaamini kabisa kwamba kuna nguvu ambayo inaniongoza. Kuna nguvu ambayo mimi kwa Kristo wanaamini kabisa kwamba mawazo yako yanapoishia pale, Mungu ndo anapoanzia pale. Kwa hiyo pale unapoanza kukata tamaa, Mungu ndo sasa ndo anaanza hatua zake. Yes. Kwa hiyo pamoja na wewe kuamini, lazima uwe na Mungu. Na amesema pale JJ yes. pia. Lazima uwe na Mungu. Lakini kitu cha tatu, lazima utengeneze support system. Watu ambao wanaweza kukumotivate. Unawatengenezaje hawa? Kwa ndio maana unakuta JJ anatafuta marafiki, anaenda huku, ana watu ambao wanampa nguvu. Ukikosa hiyo, wewe peke yako utajikuta kwamba unaishiwa nguvu. Kwenye programs ambazo tunafanya, wakija wanafunzi tunawawekea accountability partners. Sasa imekuja kugundulika kwamba mtu akiwa na accountability partner kwenye malengo, inaongeza 42% yeye kufanikiwa kwenye yale malengo. Kwa sababu gani? Mimi nikichoka, accountability partner wangu atanipa nguvu, atanikumbusha, atanipush. Kwa hiyo lazima utengeneze support system ya watu ambao na wao wanakusukuma kwenye njia ambazo unataka ufanikiwe. Ndio maana sio vizuri sana kuwa na marafiki ambao wana mitazamo hasi, kwa sababu atakuvuta kwenye mitazamo yao. Wewe unataka kwenda huko, anakuambia hapana, wewe ni mtu mwenye ulemavu, uwezi. Nani atakupa kipindi Azam TV? Unaona? Lazima uwe na watu ambao wanakupa nguvu, wanakupa moyo, wanakuambia unaweza. Lakini sio watu tu. Unasikiliza nini? Unaangalia nini? On a daily basis. Umesikia energy yake pale. Unaona? Maana yake hata anachosikiliza kinamuongezea nguvu. Angekuwa anasikiliza vitu ambavyo vinamkatisha tamaa, vinamwambia wewe ni mtu mwenye ulemavu, uwezi na nini, asingekuwa na energy ya namna ile. Yes. Na ile confidence alionayo pale. Tunaona anapita katika vile vichochoro vya kuelekea ndani kwake. Yes. Anapotea kidogo, lakini ni kama vile anachota maji mwenyewe. Nimeona pale anapanga chumbani kwake, inaanza huku ameweka kiti kina maji na bites pale, afu kinafuata kiti chako. Kama ambavyo mimi napanga, ndivyo na yeye amepanga hivyo hivyo. Nikasema nani amemwelekeza JJ? Lakini ndio hiyo ambapo kwenye hii misingi ambayo umezungumza hapo. Na tutumie maoni yako 0763809770. Beti atayasoma hapa. Beti wameanza kutuma atayasoma hapa 0763809770. JJ alikuwa anaishi Mwanza. Akaja Mbeya Dar es Salaam. Babu zangu na bibi zangu mmeamua kunitega katikati ya kipindi. Akaja Dar es Salaam kwa ajili ya masomo. Lakini akaamua kuanzisha maisha hapa. Unasema mtu atafute supportive system, watu watakao msupport. Unajua mtu ukiwa mpya kwenye eneo fulani, yani hata hauna ulemavu wowote, unaona unafanya kila kitu, kama hauna pesa tu, maana ukiwa na pesa unapata machawa dakika 0. Kama hauna, ni kazi sana kupata wale watu watakao kusupport. Ni njia gani mtu anaweza kazitumia sasa, ambapo ni mgeni huku Dar es Salaam lakini alifanikiwa kupata? Kuna mwingine ambaye anaweza kaa alikuwa anaishi hata Dodoma, akaenda Mwanza, hivyo. Anaweza akatumia njia gani ili kupata watu watakao msupport? Au anawezaje kujua kwamba kwa mazungumzo haya huyu anaweza akaja kuwa supportive system kwenye hiki ninachokipenda ukifanya? Kitu cha kwanza ni kuwa na positive attitude. Kuwa na mtazamo chanya, kwa sababu ukiwa na mtazamo hasi hata watu wengine watakukwepa. So unaona JJ anavyo, yani hiyo energy yake, na niwezi kukwepa kumsaidia mtu wa namna ile. Lakini mtu anayenungunika, mimi nitakukwepa tu kabisa, kwa sababu naona wewe ni shida kwanza. Kwa hiyo cha kwanza lazima uwe mchangamfu. Lakini pia uwe mtu ambaye unaweza ukatoa value au ukatoa thamani kwa watu wengine. Umeona JJ alivyosema jana, naomba mbarikiwe na nini. Maana yake yeye ni mtu ambaye anatamka mazuri kwa watu wengine. Ukiwa katikati ya watu wakati wewe huna msaada, huwezi kuwa maskini jeuri. Kwa hiyo lazima utengeneze mazingira ambayo wewe ni mcheshi, yani huwezi kulalamika,
ukianza kulalamika watu watakuacha tu. Kwa hiyo lazima uwe positive. Hiyo ndo kitu cha kwanza ambacho watu wengi na watu wenye ulemavu wengi wanaotusikiliza, wanaotuangalia, hichi kitu mngekuwa mnakiacha. Pale ambapo unaonyesha kwamba unaonewa wanadamu, kitu ambacho nimekuja kugundua kwamba people don't care. Yani watu hawezi yani watu hawajali whether wewe una ulemavu wa macho na nini, yani inafika wakati wao wana maisha yao. Na kuna mtu mmoja amewahi kusema kwamba usipopambania unachotaka, usichokitaka kitakuja. Kabisa. Kwa hiyo Jeje asipopambania maisha yake, kile asipokitaka, asichokitaka kitamfuata, kama ni umaskini, hata mpaka kifo. Kwa hiyo he has to fight. Kwa sababu gani? Haya maisha ni ya kwake. Mimi naweza nikamsaidia mtu mwingine, lakini siwezi nikamsaidia milele. Kwa sababu na mimi nina mambo yangu. Kwa hiyo ifike wakati kwamba na yeye awe accountable kwa maisha yake, na mtu ajue kabisa kwamba haya ni maisha yangu, natakiwa niyapambanie. Ukitegemea kwamba kila wakati nitapewa msaada, watu wanadamu watakuja kukuangusha. Ipo siku hawatakuwepo. Au ipo siku na yule ambaye unamtegemea na yeye hana. Yani na wewe umetulia tu, umebweteka. So you have to fight for what you want. Usipofanya hivyo, nakwambia kabisa, yani maisha yatakuwa. Yes, kila mtu ana maisha. Labda Rodrick, hapa tunamsaidia vipi yule ambaye, kwa sababu hata kiuhalisia tunarudi katika ile hali ya kwamba sisi ambao tuko sawa na wale ambao ni walemavu, wale ambao sisi ambao tuko sawa bado pia tunakuwa tuna changamoto. Kwa inawezekana Mercy amechangamka, mimi sijachangamka, lakini nina uwezo. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna mlemavu huko nje ana uwezo, lakini uchangamfu wake sio kama wa JJ. Lakini ana kitu ndani yake, anashindwa kukiexpress, kukifanya ili kiweze kufikia watu ambao ni wahusika. Cha kwanza mimi nataka sauti ya JJ iongee naye. Yani atoke kwenye ule unyonge. Yani ajue kabisa kwamba unyonge hautompeleka popote. Kwa sababu tunaanza kumbadilisha kwenye fikra zake. Na akishabadilika hizo fikra, ajue kabisa kwamba mimi kutegemea kwamba kuna mtu atakuja kunisaidia kabla sijatoka nilipo ni ngumu sana. Lift unaipata barabarani. Kwa hiyo ajikongoje hivyo. So unaona hata JJ kufuati nyumbani. JJ amejikongoja. Sasa hivi tunaanza kumuona. Kwa hiyo hata huyu ambaye anasema mimi nipo, sijui sina msaada, jikongoje ufike barabarani. Alafu ndo upige mkono gari, utapata lift. Lakini ukibaki nyumbani na ukasema ipo siku, kuna kitu ambacho nakifundishaga inaitwa accountability ladder, ngazi za uwajibikaji. Ngazi za chini kabisa kuna vitu vitatu ambavyo mara nyingi mimi vinanipa hasira nikikutana na watu wenye hizi sifa. Mtu ambaye analaumu watu wengine au mazingira yake, manake huyu mtu hana shukrani. Yes kabisa. Kwenye maisha kama huna shukrani, maana yake ni kama vile Angel akinipa kitu na nisiposema asante, siku nyingine hawezi kuniletea. Kwa hiyo at the same time Mungu akitupa maisha, akitupa uhai, and we don't say thank you, ametupa mazingira, tunalala, tunakula, usiposema asante kwa sababu wewe ni mlemavu wa kutokuona, kwamba kile kitu nastahili kukipata. Kwa hiyo Mungu anasema kama hiki kidogo hujakiona, kwa nini nikuletee kikubwa? Kwa hiyo watu ambao wanalaumu, tabia mbaya sana ambayo inaweza kukukosesha mafanikio. Kitu cha pili, visingizio. Hivi ni visingizio au ni kweli vinakuwa vipi? Tumwangalie JJ. In reality tumwangalie JJ. Katika mazungumzo ya JJ yote sijasikia kisingizio hata kimoja. Angesema mimi nimetoka mkoani, nimekuja Mwanza, sina ndugu. Sina ndugu, watu wameninyanyasa, lakini amesema mimi nasamehe na move on. Sijamsikia na mlaumu mama yake hajaja kumlea pale alipo, baba yake, marafiki zake, sijasikia kitu. Anamesema ninakaa mwenyewe na ninajiweza. Kwa hiyo kulaumu, visingizio, yani ni moja ya sifa ambazo zitakufanya usipige hatua.
Reality ni kwamba sawa, upo kwenye mazingira magumu, wewe ni mtu mwenye ulemavu, lakini kwenye dunia hii, labda kuna dunia nyingine, kwenye dunia hii, huo ndo ukweli kwamba maisha yako ni jukumu lako. Sisi tunakuja kuongeza tu thamani kabisa, tunakuja tukusogeza hapa, na mwingine anakuja na kubeba na kusogeza. Sasa kama hauko tayari, utajikuta kwamba hata wale wanaokusogeza unawakosa. Okay. Yes. Na tumemsikia pia JJ pale akizungumzia kwamba anatazamia kuwa kiongozi, Yes. kuongoza wale wenye ulemavu na hata wasio na ulemavu. Ndio. Ni rahisi kiasi gani yeye kuaminika? Maana hiyo nayo pia mwingine anaweza akawa na ndoto ya kuwa kiongozi akasema sasa mimi nitaaminika vipi ikiwa tayari labda na mimi nina uhitaji vile vile. Of course malengo, tumesikia JJ, malengo yanatupa dira. Na mtu yoyote mwenye malengo, maana yake kuna sehemu anataka kwenda. JJ itakuwa rahisi sana yeye kupata support kwa sababu tayari ameshatengeneza njia yake. Unaona, amesema anataka kuwa mbunge, anataka kwenda mjengoni. Maana yake kuna watu ambao wamesikiliza ndoto yake na inawezekana wanaweza wakamsaidia kufika kule anakotaka. That is why kwa watu ambao wanatuangalia, wanatusikiliza, usipokuwa na malengo, yani ni ngumu sana kufika na pale ambapo unataka kufika. Na hata ukifika, kwa sababu hujaweka malengo, hautojua kwamba umefika. Yani utashtuka tu na hautoona thamani ya ile safari. Kwa hiyo weka malengo. Haijalishi kwa sasa hivi hapo ulipo huna pesa za kutosha, huna resources au nyenzo za kutosha, na ndio maana tunaweka malengo kabla kuyatimiza. Yani hiyo ndio maana yake, ili tupate dira ya kufika kule ambapo tunataka kufika. JJ bado hajawa mbunge, lakini ameweka malengo. Na sisi wote tumesikia malengo yake. Maana yake siku nikikutana na fursa ambayo inamfaa JJ, namwambia JJ, bwana, kuna fursa hii inaweza kukufikisha kule. Yes. Sawa sawa. Moja ya kitu ambacho JJ alizungumza, japo ilikuwa ni uzoefu wake, maisha aliyopitia akiwa shuleni, lakini pia wapo walemavu wanaopitia hata sasa hivi katika utu uzima. Jamii inayomzunguka kumfanyia bullying, tunaihitaji kumfanyia sio unyanyapaa moja kwa moja. Ndiyo. Ni kama unyanyasaji, uchokozi hivi. Na misali kitu ambacho kinaumiza sana. Aitolea mfano, unakuta unakula, mtu anasogeza. Unajua hata sisi tukiwa tumekaa, hata kama sio mtu mwenye ulemavu, kuna ile tulikuwa ukikaa mtu anavuta kitu unadondoka chini. Lakini kwa sababu hauna ulemavu, unaweza usikasirike sana. Wapo wanaokasirika sana. Ilimwahi kukuta. Lakini mtu mwenye ulemavu anakula, mtu akasogeza sahani hivyo. Nafasi ya jamii inayo, sisi sasa wanajamii tunaowazunguka wenzetu wenye ulemavu, tuna nafasi gani katika mafanikio yao na tunatakiwa tufanye vitu gani? Kwa kweli sisi tuna nafasi kubwa sana, na moja ya sifa ambazo tunatakiwa, watu wengi wanatakiwa wajifunze, ni ujuzi inaitwa empathy kwa Kiswahili, sijui niiteje. Sio kama kuwahurumia, lakini kuvaa viatu vyao. Mimi natamani iwepo siku ambapo Mercy, na wewe unafungwa kitambaa kwenye macho na unaishi siku nzima ili uweze kuhisi kitu ambacho JJ anakihisi. Au ufungwe mikono, uwe kama vile una ulemavu wa mikono, ili uweze kuhisi na kujua wanachokipitia. Yes. Kwa sababu nimepata nafasi ya kufanya kazi na taasisi mbalimbali za watu wenye ulemavu, na wakati nafanya nao najikuta katikati ya ile kazi naweza nikatoka nikaenda hata chooni nikalia, nikarudi. Kwa sababu gani? Unakutana na mtu ambaye hana mikono, hana miguu, lakini amefanya kitu ambacho mtu mwenye mikono na miguu hajakifanya. Anashindwa. Kwa hiyo sisi ambao tumejaliwa na viungo vyote, hatuna ulemavu wa aina yoyote, na wanasema kabisa kwamba hakuna mtu ambaye anaomba kupata ulemavu.
Kwa hiyo anytime, any place wewe unaweza ukapata ulemavu aidha kwa ajali au kwa namna yoyote. JJ amezaliwa anaona kabisa, lakini baada ya miaka 5-6 ndo changamoto ile imemtokea. So sisi tusijione kwamba we are disability free au hatuwezi kuwa watu wenye ulemavu. Anything can happen. So tuanze kutoa fadhila au tuanze kuwahudumia, tuanze kuwajali, ili hata sisi kitukuta watu wasianze kusema wewe ndio ulikuwa unatunyanyasa. Yes, lakini empathy ni moja ya kitu ambacho wanadamu wengi tunatakiwa tujifunze, kwa uvae viatu vyake, na ndio maana kuna wengine wanafungua taasisi kwa ajili ya kusaidia watu wenye ulemavu, wanaomba misaada ili waweze kuifikisha kwa watu wenye ulemavu. Ni moja ya vitu ambavyo tunatakiwa tufanye, lakini katika kipindi hiki cha Ramadhan, Kwaresma, sasa ndo muda mwafaka kabisa wa kujitoa na kwenda kusaidia wale ambao unaona kabisa hawawezi, hawajiwezi. Lakini kwa wale ambao wana nafasi, kama unaona kuna mtu mwenye ulemavu ana uwezo, basi mtengenezee nafasi aweze kuonyesha uwezo wake na yeye aweze kuendeleza labda malengo yake na maisha yake. Acha kusema kwamba sasa mimi nataka watu ambao wako vizuri, huyu atanichelewesha na nini. Lakini kama unaona ile inakuwa kama baraka, na wewe umetengeneza sehemu ambayo yule mtu atakushukuru na vizazi vyake vingine pia vitakushukuru. Ile ni baraka kubwa sana. Sawa sawa. JJ ni msomi. Yes. Ni mtaalamu wa saikolojia, lakini pia ameamua kujikita katika muziki. Tukianzia hapa kwenye elimu, ina nafasi gani katika kumsaidia mtu mwenye ulemavu? Na unaweza ukaipata elimu yako lakini usiitumie. Na kuna mtu anapata elimu fulani lakini haitumii elimu yake. Kama wewe una ulemavu umepata elimu, inaweza kukusaidiaje? Ina nafasi gani, lakini pia unawezaje kuitumia hiyo katika kukutofautisha kwenye jamii na kufanikisha? Ya, elimu ina nafasi kubwa sana. Na kwa watu wenye ulemavu of course wanapitia changamoto nyingi sana wakati wa kusoma, kwa sababu wengine wanasoma kutumia zile braille machine. Yeye hasomi kama sisi tunavyosoma. Unakuta kama JJ atasoma kwa kugusa, kwa hiyo unajikuta kwamba anapitia changamoto kubwa sana. Lakini vyote kwa vyote, elimu ina nafasi kubwa sana, kwa sababu elimu ndo chanzo cha kupata majibu ya changamoto unazozipata. Kwanza kujua kusoma, kuandika, kuhesabu, hiyo yote peke yake, hiyo foundation inakusaidia kwenye hata kutumia kipaji chako kile ambacho nacho. JJ ana kipaji, lakini elimu yake imemuongezea kitu kingine. Kama umegundua JJ wakati anazungumza kuna maneno fulani anaweza akayatamka, lakini hata jinsi anavyoongea unakuta kabisa kwamba elimu imemuongezea kitu. Hakika. Yes. Kwa hiyo wewe ambaye una ulemavu wa aina yoyote, yani usidharau nafasi ya elimu. Ukipata nafasi ya kusoma, nenda kasome. Lakini kama bado hujapata hiyo nafasi au umekosa hiyo nafasi, basi jitafakari, jiulize kipaji chako ni kipi. Na ndio maana unakuta JJ hajabesi kwamba kwenye elimu peke yake, wakati anasubiria ajira bado anaendelea kurekodi nyimbo zake na kutumia kipaji chake. So usibweteke tu kwamba mimi nimesoma lakini sina nafasi. Basi jaribu kuexplore pia na vitu vingine, kipaji, biashara na mambo mengine. Haya, JJ anakuambia ana vibao vyake vingapi kule mjini YouTube? Vitatu, alisema vitatu hivi. Video 2 na audio 3. Kwa kama 6 hivi. Na cha muhimu ambacho pia nimependa kuhusiana na JJ hapa, amewajali na wale wengine ambao hawasikii. Wana changamoto ya kusikia, kwa hiyo wanaona ila hawasikii. Kwa hiyo ameweza kutumia lugha ya alama katika video zake za nyimbo ambazo amezitoa. Kwa kweli inafurahisha sana. Kwa hiyo tunapoelekea mwishoni ya Rodrick, labda kile ambacho unaweza kukizungumza kwa ujumla sasa. Hapa tunagusa watu wote sasa. Tunagusa walemavu pamoja na wale wenye uwezo wa kufanya jambo, lakini amekaa tu nyumbani anasema mimi namngoja shangazi atakuja kunisaidia. Sijui na kakangu yuko kule sehemu fulani atakuja kunitumia msaada. Ameketi tu nyumbani akiamini kwamba msaada utamfuata nyumbani.
Ujumbe wangu wa mwisho ni kwamba maisha yako ni maisha yako. Na kila mmoja ana maisha yake. Kwa hiyo hata sisi ambao tunaweza tukaja kukusaidia, hatuwezi kukusaidia milele. Kwa hiyo msaada huu ambao unautegemea, ujue kabisa hata huu msaada ukija, hauwezi ukadumu milele na milele. Hivi karibuni tumeona nchi za Afrika zinalalamika, bwana kuna msaada umekatwa, sijui na nini na nini na nini. Sasa hiyo nayo tuonyeshe kwamba yule anayekupa msaada haimaanishi kwamba anatakiwa kupe msaada milele na milele. Maisha yako ni maisha yako, ichukue kama jukumu lako, and then watu wengine watakutana na wewe pale ambapo umeshaonyesha jitihada, umelipa gharama kadhaa, muda, jitihada zako, kama na wewe umetoa pesa kako kadogo, na wao wataanza kukusupport kuanzia pale. Lakini cha pili, positive attitude. Acha unyonge. Acha kuonesha kwamba wewe unaonewa, wewe yani ndo yani unakata tamaa. Hakuna mtu ambaye anataka mtu ambaye ni mnyonge. Kwa hiyo hakikisha kwamba hapo ulipo huna ajira, huna biashara, kwanza jiamini. Kwanza kuwa mtu wa shukrani, kwa sababu hicho kidogo ulicho nacho ni wengine wanakitafuta. Inawezekana JJ moja ya maombi yake ni kuja kuona siku moja, na wewe unatazama kabisa, unaona yani wewe unachokichukulia poa, JJ anakiombea kila siku. So you have to be grateful. Lazima uwe na moyo wa shukrani, and then kuanzia hapo utaanza kuona fursa nyingine. Asante, asante sana. Tunasema asante. Haya mawasiliano ya JJ hayo hapo unayaona mbele yako. Unaweza kupata nafasi kumpigia. Mbona amenisaliti? No, nambari ya JJ ni 0693647257. Nirudie tena 0693647257, ambapo utaweza kama unataka kumzungumza naye kwa namna yote, kumpa kazi, kumpa deals na kila kitu, basi hiyo ndio nambari ya kuweza kumpata na kuzungumza naye. Lakini tunakushukuru sana Rodrick Nabe kwa kutafakari nasi kile ambacho JJ ameweza kukisimulia katika safari yake. Na hasa ikiwa tulikuwa na mada mezani ambayo inasema mafanikio katikati ya ulemavu. Kitu kimoja ambacho nimekichukua kutokana na mazungumzo ambayo tulikuwa nayo hapa ni kwamba ukiwa hapo nyumbani ni kwamba lifti haikufuati nyumbani. Kwa hiyo utakutana nayo barabarani. Kwa hiyo ukiendelea kusema kwamba unakaa nyumbani ukisubiria lift, ndugu yangu, haitowezekana kukufuata na hautoenda mjini kiuhalisia. Kwa hiyo jina langu ni Betty Omara na mwenzangu ni Mercy Mbaya. Hakika umekuwa ni wakati mzuri. Asante kwa kuangalia Hello Weekend.